Karibu sana katika sehemu hii. Kwenye sehemu hii tunaendelea na namba shufa, lakini katika sehemu hii tunaangalia namna nyingine au muktadha mwingine wa maswali ya namba shufa. Kwenye namba shufa pia unaweza ukaulizwa kutaja idadi, au ukaulizwa maswali ya jumla, au ukaulizwa wastani, au ukaulizwa zao, au ukaulizwa isa. Ukiulizwa idadi maana yake unatakiwa kuhesabu na kusema. Ukiulizwa jumla unatakiwa kujumlisha. Ukiulizwa zao unatakiwa kuzidisha. Ukiulizwa wastani unatakiwa kujumlisha zote afu unagawa kwa idadi yake. Kwa swali la namna hilo pia inaweza likatokea. Tuangalie mfano wetu wa kwanza. Kuna namba shufa ngapi kati ya 10 na 30? Swali hili limelenga kujua idadi, lakini kwa swali lolote la namba shufa ambalo utaulizwa, bila kujali limekuuliza kitu gani, hatua ya kwanza ni kuorodhesha namba shufa zote zilizopo kati ya mipaka hiyo uliyopewa. Mipaka yetu, mpaka wa chini ni 10 kwamba ziwe kubwa kuliko 10, lakini mpaka wa juu ni 30 kwamba isizidi au isifike 30. Kwa hiyo tuzitaje namba pale katikati zilizoko kwenye orodha ya pili au zinazogawanyika kwa mbili bila baki, ambazo ni kubwa kuliko 10 na ni ndogo kuliko 30. Nadhani kwenye kuorodhesha saizi tunaweza tukawa tunamudu. Tunaanza na namba gani hapa? Yes, 12. Kwa 12 tunafuata 14, tutafuata 16, tutafuata 18, tutafuata 20, 22, 24, 26 na 28. Kwa namba shufa zilizopo kati ya 10 na 30 ni hizi ambazo tumeziorodhesha. Lakini swali letu limesema kuna namba shufa ngapi? Haijasema tuorodheshe namba shufa. Maana yake ni nini? Kwamba tunatakiwa kuzihesabu. Tulichokifanya ni kuziorodhesha. Kuziorodhesha peke yake hatujajibu swali tuliloulizwa. Kwa hiyo tunatakiwa tuzihesabu ili tumwambie aliyotuuliza kwamba okay, ziko namba shufa kadhaa. Kwa hiyo tunaanza kuhesabu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa. Kwa hiyo kumbe namba shufa zilizopo kati ya 10 na 30 ni 9. Kwa hiyo tutamwambia kwa kuna namba shufa 9 kati ya 10 na 30. Unaweza kaandika kwa maneno hiyo 9 au unaweza kaandika kwa namba pia kwamba 9. Lakini muktadha wake wa swali hili ukiulizwa ni sehemu ya kwanza ni lazima uorodheshe. Kwa kama huwezi namna ya kuorodhesha namba shufa, tafadhali rudi kule kwenye sehemu ya kuorodhesha ndio uendelee na sehemu zinazofuata. Tunaendelea na mfano wa pili. Kuna namba shufa ngapi zilizopo kati ya 30 na 45 zinazogawika kwa 4? Kama nilivyosema kwamba swali lolote namba shufa ukiulizwa hatua ya kwanza orodhesha. Kwa hiyo bila kujali tumeulizwa nini, tunatakiwa tuorodheshe namba shufa zilizopo kati ya 30 na 45. Na tunasema ni namba kubwa kuliko 30 lakini pia ni ndogo kuliko 45 ambayo inagawika kwa mbili bila baki. Kwa hiyo tunaenda kwenye orodha ya mbili hapo, na kama nilivyosema kule kwamba ukiona namba ulizopewa ni kubwa, namba yote ambayo inaishia 0, 2, 4, 6 na 8, hiyo ni namba shufa. Kwa sababu hapa tuna 30, inayofuata maana yake ni 32. Kwa hiyo tutaanza 32, 34, 36, 38, 40, 42 na 44. Hizo ndo namba shufa zilizopo kati ya 30 na 45. Swali letu linataka idadi, lakini hiyo idadi ya namba shufa zilizopo kati ya 30 na 45 zinazogawika kwa 4. Kwa hiyo sifa ya pili sio namba zote, ni namba zinazogawika kwa 4 peke yake. Kwa hiyo natakiwa kwenye listi au orodha hiyo namba tuliyoorodhesha tuzichakate au tuzichukue namba zinazogawika kwa 4. Namba zinazogawika kwa 4 ni 32 ambayo ni 4 mara 8, ni 36 ambayo ni 4 mara 9, ni 40 ambayo ni 4 mara 10 na ni 44 ambayo ni 4 mara 11. Kwa hiyo namba zilizopo sasa kati ya 30 na 45 zinazogawika kwa 4 ni 32, 36, 40 na 44. Kwa hiyo fasili yetu sasa kwamba namba zilizopo kati ya 30 na 45 zinazogawika kwa 4 ni 4. Kwa hiyo namba shufa zilizopo kati ya 30 na 45 ambazo zinagawika kwa 4 zipo 4. Kwa hiyo hilo ndio jibu letu. Asante sana, tuende kwenye sehemu ya zoezi kwa ajili ya kuangalia zoezi la kipengele hiki. Asante. Kabla ya kuendelea na zoezi tunaendelea na sehemu nyingine ambapo ni kutafuta jumla. Ukipewa swali ambao muktadha wake unataka kutafuta jumla, tuangalie mfano wa kwanza.
nini jumla ya namba shufa zote zilizopo kati ya 10 na 20? Kama nilivyosema kule mwanzo, swali lolote namba shufa utakaloulizwa, hatua ya kwanza ni kuorozesha. Kwa hiyo tunatakiwa tuorozeshe namba shufa zilizopo kati ya 10 na 20. Namba shufa ni nini? Tujikumbushe. Ni namba yoyote ambayo inagawanyika kwa 2 bila baki. Lakini pia nilisema ni namba ambazo ukiandika zinaishia na 0, 2, 4, 6 na 8. Kwa hiyo kwa sababu tuna 10, namba inayofuata ni 12. Kwa hiyo ni 12, 14, 16 na 18. Hizo ndo namba shufa zilizopo kati ya 10 na 20. Lakini swali letu halijatutaka tuorozeshe. Swali letu imetaka tutafute jumla. Maana yake ni nini? Kwamba hizi namba ambazo tumeziorozesha tuzijumlishe. Kwa hiyo uchukue 12 kujumlisha 14 kujumlisha 16 kujumlisha 18. Kwa hiyo swali limekutaka utafute jumla. Jumla maana yake ujumlishe. Kwa hiyo ukijumlisha utapata kwamba ni 60. Kwa hiyo kutokea swali wamekuambia tafuta jumla ya namba shufa zilizopo kati ya hapa na hapa. Kwanza orozesha. Kitu cha pili jumlisha. Lile jibu nalo lipata ndio linakuwa jibu lako sahihi. Ukiorozesha ukaishia pale, maana yake bado haujamaliza swali, kwa hiyo utakuwa umekosa. Tuende kwenye mfano wa pili. Tafuta jumla ya namba shufa zote zilizopo kati ya 30 na 45. Hatua ya kwanza ni ile ni kuorozesha namba shufa zote zilizopo kati ya 30 na 45. Kwa hiyo tutaanza na 32, 34, 36, 38, 40, 42 na 44. Hizo ndo namba ambazo ziko kati ya 30 na 45. Nadhani sasa hizi kwenye kuorozesha tutakuwa tuna shida. Lakini kwa sababu swali letu limetuambia tutafute jumla, maana yake tunapaswa hizo namba tuzijumlishe. Kwa utachukua 32 kujumlisha 34 kujumlisha 36 kujumlisha 38 kujumlisha 40 kujumlisha 42 kujumlisha 44. Ionekane hivi. Unaweza ukafanya pembeni kabla ukasimamisha video, ukafanya pembeni, ukapata jibu, ukarudi tena kwenye video yako. Kwa hiyo ukijumlisha kwa ufasaha utapata jumla yake ni 266. Kwa hiyo jumla namba shufa zilizopo kati ya 30 na 45 ni 266. Asante sana, tuende kwenye hatua sehemu inayofuata. Okay, katika sehemu hii kuna zoezi ambalo hakikisha unalifanya kikamilifu kabla ya kwenda kuangalia kwenye sehemu yako ya majibu. Lakini pia kama hujasubscribe, subscribe account yetu kwa ajili ya kupata video zingine zinazofuata. Asante sana.